Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo chini ya maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imezindua mpango wa kimkakati wa kukuza vipaji vya watoto nchini kupitia ujenzi wa shule za mfano 56. Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda amesema mkakati wa wizara chini ya maelekezo ya Dr. Samia, kwanza tunaanza ujenzi wa shule za mfano 56 ambazo hizi kwa awamu ya kwanza tunakwenda kujenga shule 7 na shule hizi zitakuwa maalum kwa ajili ya kukuza na kutengeneza fursa kwa watoto wenye vipaji kuandaliwa katika umri mdogo ili waje kukidhi vigezo na masharti ya kuja kusajiliwa na timu kubwa. Aidha, Waziri Makonda amefanua kuwa mpango wa pili wa wizara ni kuanza na halmashauri 20 ambazo zitaweza kujenga viwanja na shule kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto walio kwenye maeneo hayo. Tuna mpango kama wizara tuanze na halmashauri 20 ambazo zitaweza kujenga viwanja na shule kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto wetu walio kwenye maeneo hayo. Amesema mbali na ujenzi wa shule, wizara pia inashirikiana na Wizara ya Fedha ili kuunda vivutio kwa sekta binafsi kujenga vituo vya mafunzo kwa watoto. Tunaangalia namna ya kukaa meza moja na Wizara ya Fedha kuona namna gani tunaweza kuishawishi kuweka vivutio vya kufanya sekta binafsi kujenga vituo vya watoto wapatiwe mafunzo. Paul Makonda alieleza wakati akizungumza na wanahabari alipofanya ziara kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mpango huu unalenga kulea vipaji vya watoto na kuandaa vizazi vya baadaye vya michezo, sanaa na burudani, huku wakipatiwa fursa za kushiriki mashindano ya kitaifa na timu kubwa. Mkakati wa wizara chini ya maelekezo ya Daktari Samia, kwanza tunaanza ujenzi wa shule za mfano 56 ambazo hizo kwa awamu ya kwanza tunakwenda kujenga shule 7 na shule hizi zitakuwa maalumu kwa ajili ya kukuza na kutengeneza fursa ya watoto wenye vipaji kuandaliwa katika umri mdogo ili waje wamiti vigezo na masharti yanayotakiwa kwenye kununuliwa au kusajiliwa na timu kubwa kubwa. Lakini jambo la pili, tumekaa na kuhamasisha, na sasa tuna mpango kama wizara tuanze pia na halmashauri 20 ambazo zitaweza kujenga viwanja na kujenga shule kwa ajili ya au center kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto wetu walioko kwenye maeneo yao. Kwa mfano mathalan, tuko hapa Temeke ndio walikotoka wakina Samata, lakini kwa nini halmashauri ya Temeke isiwe na shule yake ya awali ya kulea na kukuza vipaji vya watoto wa wilaya ya Temeke, ili kesho na kesho kutwa nao wanunuzi wa Azamu wanavyotafuta kusajili watu kama Yanga, Simba, Namungo, Singida kule Ihefu, waje wanunue vijana wanaotoka katika wilaya yetu ya Temeke. Kwa ziko halmashauri ambazo tunataka tukae nazo na kuomba zione umuhimu wa kuwekeza kwenye hizi center za kutrain watoto, na kwa kwanza nataka tuanze na 20 na basi hizi tuko kwa mwanzo wa maandalizi ya bajeti. Tuna imani wataweza. Kwa mfano kwangu kule jimbo kwangu Arusha, kama tunajengewa uwanja wa mabilioni na sisi wenyewe jiji la Arusha tunajenga uwanja mwingine, manake ni jambo sahihi kabisa kwanza kuwa na shule au hizi center kwa ajili ya kutrain watu. Kwa mpango mwingine wa pili huo, ndoto ya Daktari Samia anaanza na shule 56, lakini sisi tunataka tushuke tuje. Lakini la tatu, tunaangalia namna ya kukaa meza moja na Wizara yetu ya Fedha kuona namna gani tunaweza kuishawishi kuweka vivutio vya kuwafanya private sector waweze kujenga center za watoto kwa ajili ya kwa training. Kwa sababu pia jambo hili sio la mtu mmoja tu. Mpira pia ni biashara. Ukiachilia mbali halmashauri, ukiachilia mbali uwekezaji ambao Daktari Samia anataka kufanya kwenye shule 56, lakini pia tunafikiri namna gani tunaweza kupitia upya sheria na kanuni zetu ili kutengeneza mazingira bora ya kuwashawishi watu binafsi wawekeze kwenye upande wa michezo. Nyinyi mnafahamu pale Morogoro pale, sijawahi kutembelea, lakini Morogoro imekuwa moja ya sehemu inayotoa wachezaji wengi, na yule mtu wa Morogoro
ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kuangaliwa na kupewa incentive ili aendelee kutengeneza hizo fursa nyingi zaidi. The same applies kwa kule Manyara, mtu mpaka anajenga na uwanja wake anatengeneza. Ukienda kule Mwanza kuna watu. Kwa hiyo tunataka tuongeze idadi, na mimi nitumie fursa hii kuwaomba wapenzi wote wa michezo ambao wanataka kuwekeza kwenye center za training kwa ajili ya vijana waje wizarani, tukae tuone mambo gani yanakwamisha hizo ndoto walizokuwa nazo, alafu na sisi kama serikali tufanye nini ili kwa pamoja tuweze kuchochea hii sekta ya mpira wetu wa miguu na sekta ya michezo mingine. Tukianza na hizi shule zetu 56 ambazo Daktari Samia tayari ameshatoa maelekezo, na hivi tunavyoongea tayari wameshatangaza tenda kwa ajili ya wakandarasi kujitokeza kwa ajili ya kujenga, lakini pia kuhamasisha halmashauri ziweze kufanya hivyo, lakini mwisho kuangalia namna bora ya engage private sector, wawepo watu ambao wanamiliki shule zao za michezo tu. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.